Hali gani mtazamaji wa YouTube channel yetu ipendwa ya Nyayo TV. Bwana, kama ni mara yako ya kwanza kutembelea katika YouTube channel yetu ipendwa Nyayo TV, ni vyema kubonyeza kitufe cha alama ya subscribe ili uwe miongoni mwa wanafamilia wapya wa YouTube channel yetu hii pendwa. Bwana, kama ilivyo ada yetu, leo tupo na mgeni wetu. Nahisi kama unashinda sana kwenye mitandao ya kijamii, sio mgeni sana. Shehe wangu Sheikh Sharif Firdaus, miongoni mwa watu ambao watu wa maana kabisa, ambapo wanadili na mambo mengi sana, wanawasaidia watu wengi sana kwa namna moja au nyingine. Bwana Sheikh, mambo vipi? Salama, kwema. Kwema kabisa, alhamdulillah. Bwana Sheikh, ni muda mrefu sana tujazungumza, uko na mambo mengi sana hapa katikati. Ndio, sisi ni watu wa majukumu, ni watu wa kuwahudumia watu. Kwa hiyo tunapopata time ya kuwahudumia watu basi huwa tunawahudumia, lakini pia tunapopata time kama hii basi tunatakikana tuseme na jamii na tuseme na ulimwengu wanaotutizama kupitia channel yako hii pendwa ya Nyayo TV. Karibu. Asante. Sheikh wangu, kuna mambo mengi sana yamekuwa yanatokea, lakini ningependa tuwajuze wana Nyayo TV kwamba ili swala la uwepo wa bundi lina maana gani kiimani, hasa pale anapoweza kutua katika nyumba au katika mazingira mengine zaidi. Katika wanyama ambao wana uzuri na wana ubaya, na katika ndege waliokuwa na uzuri na ubaya, wako ndege ambao wakija katika mji wako wanakuwa na ishara nzuri, na kuna ndege ukiwafuga katika mji wako wanaleta nuru na wanaleta baraka. Lakini kuna ndege akija sehemu yako ya biashara, kuna ndege akija katika sehemu ya kazi yako, kuna ndege ukikutana naye si kukutana naye tu, na kuna ndege ukisikia ule mlio wake ni shida. Lakini kuna ndege akija katika mji wako, katika nyumba yako ni shida. Hapa namkusudia ndege ambaye nataka nimchambue, ni ndege anaitwa bundi. Bundi ana ishara zaidi ya 60. Nitakutajia chache. Moja ya ishara mbaya, bundi akilia usiku katika nyumba yako ni katika ishara moja mbaya sana sana sana. Tena inawezekana akafa mtu. Yani bundi akija usiku akalia katika nyumba yako, wewe waulize hata wazee. Ndio maana ukisikia ule mlio wa bundi akiwa analia ukapata kuusikia, hata asubuhi yake utaamka huko vibaya, utajifili vibaya, utakuwa ni mtu wa homa homa. Lazima ufanye zinguo, ipatikane chumvi ya mawe, ipatikane majani ya ndimu, ipatikane majivu, lakini yapatikane majani ya mbaazi na kivumbasi, wengine huitapoza, alafu uchanganye uweze kuoga ili ulitoe lile zongo. Lakini bundi kama ukimuona hivi, huwa ana desturi ya kuvuta nyota. Yani ukimkutana naye hivi bundi, ana macho kwa macho, ana desturi ya kuvuta nyoka, kuvuta nyota. Kwa sababu wanga kama wanga wachawi wabaya huwa wanamtumia sana bundi. Yani bundi kuhusishwa na imani za kishirikina ni ukweli wala hata si uongo, sababu wanga wanampenda sana. Hizo ni miongoni mwa hasara za bundi akilia katika mji wako. Inawezekana akafa mtu, lakini anapolia katika mji anaondosha baraka, anaondosha neema. Ye anavyolia vile anaita ubaya, anavyolia vile anatangaza ubaya, anavyolia vile analeta changamoto mbaya, anavyolia pale analeta farka. Kwa hiyo bundi ni kitu kibaya sana anapolia katika mji. Na hili swala ambalo umelizungumza la kusema kwamba bundi anapokuwa na kuangalia anabeba nyota. Na pia mbeleni yake pia ulisema kwamba bundi huyo anatumiwa sana na wachawi. Kuna wanyama wengi sana, kuna ndege wengi sana. Kwa nini bundi? Ndiyo, bundi kwa sababu ana energy za kichawi. Ndio maana wanga wanamchukua. Lakini pia bundi huyo pia ana faida zake. Ukiyapata manyoya ya bundi, ukayasaga vizuri, ukayachanganya katika mafuta ya nazi, kuna visomo kama unasomea, kama unasema unapita pahala popote, kama unasema unapita pahala popote, kama unasema unapita pahala popote, kama unasema unapita pahala popote pale, basi hakuna mtu yote wa kuweza kukugusa. Kama unayachukua ile manyoya ya bundi yale, unayachukua, baada ya kushachukua ukayazika pembe 4 za nyumba, hakuna mwanga wa aina yote wala mshirikina
anaweza akagusa katika mji wako. Ndiyo, hiyo ni miongoni mwa faida ya bundi. Lakini bundi wanga na washirikina wanampenda na kumtaka kwa sababu kila alichokuwa nacho ni nguvu kwao kwa wachawi. Ndio maana wanga waliokubuu ili ukabiziwe ukubwa wa kichawi lazima uyale macho ya bundi Sheikh. Wanga wanayachukua macho ya bundi, wale wanga waliokubuu wanayala kitendo cha kuyala macho ya bundi, maana yake mwanga na mchawi ana uwezo wa kufanya lolote pasi na kumwogopa mtu aina yoyote. Hizi habari za kusikia mchawi anamla mtoto wako kumzaa, Sheikh, hizi ni habari za ukweli. Mbona unaposikia mchawi anapaa, kweli anapaa. Sababu wanapata protection, wanapata ile kinga ya kutoweza kuonekana na watu wakati wanapaa kupitia miongoni mwa athari za bundi. Kwa hiyo hapo shehe wangu ningependa nikuulize kitu ambacho kwa sasa hivi kina trend kwa namna moja au nyingine. Kuna clip ambayo inaonekana kwenye mitandao ya kijamii na hisi hata wewe utakuwa umeiona, inaonyesha kwamba bundi anatembea kwenye gari, amekaa kwenye gari la mtu kwa muda mrefu sana kuanzia Gongo la Mboto mpaka Kigogo. Hili limekaaje kwenye masuala ya imani na kwa namna ambavyo umenielezea hapa bundi alivyo? Kaka yangu Nyayo TV, wacha nikupe habari. Hiyo clip imeenda viral sana. Alhamdulillah, nimetumiwa na baadhi ya vijana wangu na marafiki zangu, lakini nami nikatumiwa na ndugu yangu wewe hapa unaitwa bwana Nyayo TV. Sharifu, hilo jambo vipi? Uliponitumia nikaangalia clip imeenda viral. Ule kijana yasemekana na Gongo la Mboto. Anatoka huko mpaka kule alikofika, hajui kwamba kambeba bundi juu ya gari yake. Hiyo ni dalili mbaya, lakini pia yule kijana anaonekana kuna pahala amekwenda kutafuta nguvu katika kubeti kwake. Maana nimefuatilia ile channel yake, ni kijana anaonekana ni kijana ambaye anatafuta riziki, anasema ni watu katika watu wa kubeti, katika watu wa betting, watu wa bahati nasibu. Allahu Akbar. Kwa hiyo inawezekana, inaonekana kaenda pahala kutafuta power katika kubeti kwake, kakabiziwa mzigo. Na ndugu yangu hapa nichukue nafasi kukuambia kwamba usije ukamuomba lifti mtu gari ukamuomba lifti katika gari yake akakunyima ukasema one day yes. Hapana. Ila ukimuomba mtu lifti katika gari yake akakunyima, sema alhamdulillah, Mungu amekunusuru na makubwa. Ndugu yangu, haya magari unayoona mitani, mengine sio magari, ni machatu. Kuna siri kubwa sana katika magari. Siku moja hapa Mbagara, hapa Langi Tatu, mtoto mmoja alikuwa na baba yake, akamwambia, "Baba, nyoka huyo anapita." Watu, nyoka baba. Ile ni gari V8. Watu wana nyoka wanatembea nao shekhe. Watu wanazunguka na nyoka. Kuna bodaboda mmoja aliwahi kuigonga gari kubwa sana, ile msimu naita ile kisasi gani. Alipoigonga hiyo gari, yule mwenye gari akashuka. Aliposhuka akamwambia, "Ni afadhali ungelinigonga mimi kuliko kuigonga hii gari yangu." Na ile gari yake imechubuka kidogo. Anamwambia bodaboda, "Pana katika gari, twende nikuoneshe ulichokigonga." Wanakwenda mpaka Masaki. Yule bwana anafungua geti, anaingia ndani, anapanda ghorofa, anafungua chumba, wanakuta chatu kubwa linaugulia maumivu. Linaunguruma chatu linaunguruma, hapa linatoka damu. Anaambia uliomgonga ni huyu hapa. Kwa hiyo kuna siri kubwa sana. Hata pale posta kuna moja ya kijana, kazi yake ni kujishughulisha katika ushonaji wa viatu. Sasa kila baada ya wiki 2-3 huja mtu na gari kubwa V8 anaipaki pale. Akishaipaki pale, anamwambia ni brushie viatu. Akishamaliza kumbrushia viatu vyake vile, anampa 2,300,000. Siku moja yule bwana anamwambia yule, "Hebu nitafutie connection huko na mimi nipate kazi." Ambia, "Unadhani mimi kazi ya kuonesha gari kama hii nataka?" Ambia, "Sitaki." Ambia, "Au usinidanganye." Na basi kampangusa usoni pap, alafu kamwambia, "Angalia." Yule bwana basi ameona chato kubwa sana, linatoka damu, linaunguruma. Yule bwana anambia, "Hili ni chatu, kazi yangu ni kulizungusha mji mzima wa Dar es Salaam." Shekhe, Mungu kimuomba akakufungua macho yako haya mawili na macho ya kiroho. Haya si macho ya kiroho, macho ya kiroho yako hapa. Shekhe, Mungu kama anasema anatufungua au tunakuelekeza vitu wewe ukaweza kuona kiroho na kimacho, nenda Kariakoo, nenda Feli, nenda Buza, nenda Buguruni, katika masoko yote makubwa, nenda Manzese, nenda Ilala,
nenda Mtoni pale soko maboksi, nenda studio katika nenda stand ya Magufuli kule, nenda pale, nenda katika magari, pana mabasi, pana madara, nenda ukaangalia mabodaboda katika migundi yao. Kuna mabodaboda wengine wako uchi wa mnyama, yuko pale anakubeba, nenda ukaangalia maborti yao. Kwa hiyo macho haya ya kiroho, kama Mungu anakufungua shekhe, hata katika maduka huko kuna watu wana misukule, watu wana maagano mazito sana. Kwa hiyo yule kijana yule bundi kuja pale, hata yeye bila kujua kuna mengine mazito zaidi. Tena hiyo gari asiiendeshe, achane nayo, kwa sababu katika ndege ambao wana ishara mbaya ni bundi shekhe. Bundi akilia mtaani kwako shekhe, lazima atakufa mtu. Na wewe ukibahatika kusikia ule mlio wa bundi shekhe, unaweza ukaamka una maradhi, lazima ufanywe mazinguo. Au kama bundi hivi kwa macho yako, bundi wana desturi ya kuvuta nini? Kuvuta nyota. Bundi kama bundi mara nyingi imezoeleka kwamba bundi ananasibishwa sana na ushirikina. Haya ni maneno ya ukweli. Bundi kunasibishwa na ushirikina ni kweli, kwa sababu wanga wanamtumia sana bundi katika kazi zao za kichawi. Ndio maana mchawi anapokuwa katika chama cha kichawi, ile siku ya 6 huwa kuna kiapo anatakiwa apewe, na kuna kifuu cha nazi au chungu kinakuwa na vitu zaidi ya 3. Jambo la kwanza, ndani ya chungu kile kuna macho ya bundi, macho ya bundi. Lakini pia jambo la pili, katika chungu hicho kuna macho ya 3. Jambo la 3 ambalo linakuwa liko mlo katika chungu, anakuwa ni konokono au jongoo. Yule mkubwa wa wachawi anakupa macho ya macho ya bundi na macho ya paka, lakini pia na konokono anakuambia uyale. Kitendo cha kuyala bila kinyaa, maana yake unaweza kufanya lolote pasina kumwogopa mtu wa aina yoyote. Ukimsikia mchawi anamla mtoto wake wa kumzaa, hizi ni habari za ukweli. Ukisikia mchawi anapata energy, anapata power ya kuingia katika nyumba yako bila hiyo nyumba kuifunga, hizi ni habari za ukweli. Na hapo bundi anatumika. Na bundi hapo anatumika. Kwa hiyo hata yule aliyomtoa atakuja kupata majambo makubwa sana, Mungu amnusuru. Na yule kijana ile gari aachane nalo, arudi kwa yule aliyomuelekeza, kwa sababu kuna vitu vingine. Wewe umemwona bundi, kuna vingine viko ndani ya gari mle. Sikuta kuna machatu mle. Kwa bundi ni kama alama. Ni alama hiyo inamshtua babu, kuna mzigo mwingine hapa. Yeah. Sasa kwa hiyo hapo kuna kitu kidogo ambacho ulikizungumza hapo nyuma. Ulisema kwamba wale wote ambao wanasikia na wale wengine ambao wanaona bundi anachukua nyota zao. Kwa hiyo kwa maana hiyo kwamba wale wote ambao walikuwepo pale walikuwa wanamwangalia na kumshuhudia yule bundi. Kama hauna protection, basi lazima utapatwa na upepo mbaya, kwa sababu ushaona kitu kibaya shekhi. Yeah. Nyota zao lazima ziondoke zote. Nawaambia watu lazima kila mtu uwe na protection. Maana yake kinga, kwamba hata ukikutana na vitu vibaya lazima uwe navyo. Uwe kuna vitu kiviwa navyo vinakuprotect, kama pete, kuna dua za kufanyiwa, vitu kama hivyo ya. Yeah. Inavyoonyesha yule kijana kwamba alifanya maagano aweze kushinda betting. Ndiyo. Kwa namna moja au nyingine. Vipi ukienda akija kwako akakufuata ukamsaidia, ule uwezo wake wa kubeti utakuwa umebaki pale pale wa kubashiri na kushinda au ndo atapoteza kila kitu? Yeah, sasa hiyo ni kujibu kwamba itaonekana Sharifu sasa anamtaka amfanyie dua. Hapana. Mtu akiwa tayari kwa si huyo tu. Mtu yote ambaye ana mazongo yake, jambo hayamwendee, aje tukae tuongee, tumfanyie dua inshallah. Yeah. Na hili swala la vijana wengi kutumia nguvu ya mazindiko kwa ajili ya mambo yao ya waendee vizuri, hili limekaje? Lina madhara gani katika jamii? Kuna majambo ambayo hayana madhara. Shaka tunaposema protection is everything on your life, on your business, any kind. Yani leo watu wana drop, hawana kinga. Wewe katika duka lako umefanya nini? Wewe katika mwili wako umefanya nini? Wewe katika biashara yako umefanya nini? Sisi watu wa bara Sheikh, mimi Mnyamwezi Sheikh, sisi wafugaji kule, linaanza kuzindikwa banda, zizi la ng'ombe, mchungaji ng'ombe, una shamba unataka kulima mpunga, linaanza kuzindikwa shamba, inazindikwa mbegu, ndio unavuna Sheikh. Wewe bila protection utakuwa ni mtu wa kudrop. Lazima upate nguvu, lazima upate energy, na unapopata energy fuata masharti na uwe na kifua. Wewe kuna vitu ukifanyiwa unatakiwa uwe na kifua, usihadisie, siku ukihadisia utapotea. Yeah. Vijana wanapokuwa wanafanya mambo yao
wawe na kifua na waweze kutekeleza yale mambo ambayo waweze kutekeleza. Ya wewe mfano umeambiwa bwana sehemu fulani kila asubuhi unafanya jambo fulani, wewe ukapuuzia, ndio maana matokeo yake sasa yanaanza kujidhihirisha. Una gari yako sheke, kuna watu wana magari, hiyo gari kila wiki lazima uichinjie kuku. Vizuri sana, una trend sana kwenye mitandao ya kijamii. Kama sijakosea ni udi ambao unatoka kwako. Ndio. Udi kweli unatoka kwako, maana matapeli wako wengi sana hapa mjini. Udi kweli unatoka kwako, na unafanyaje kazi? Maana udi upo aina nyingi, tofauti ya udi wako na tofauti na ule namna nyingine upoje? Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu, maandalizi yamekamilika. Maandalizi yamekamilika kwa 100% tayari. Ule udi wangu mimi niliouandaa mimi, angalia usije ukatapeliwa, tayari nishauzindua na tayari unapatikana. Udi ushaanza kupatikana, unaitwa Firdausi Udi, una nembo yangu mimi. Hakikisha una nembo yangu mimi ya Sheikh Sharif Firdausi na una namba yangu mimi. Udi naposema Udi Firdausi ni katika udi uliokuwa na maajabu makubwa sana. Ni katika udi ambao kama unachoma katika biashara zako wateja watakimbilia katika biashara zako. Ni katika udi kama unauchoma kumuita mtu, kwa sababu ndani ya udi huo wakati na uandaa napeleka oda kule kisehemu ya kutengeneza, nimewapelekea dawa zangu mimi, dawa za mvuto, dawa za kuvunja kesi, dawa za kuitwa, dawa za kupendwa, dawa za kusafisha nyota, ziko ndani ya udi huo. Udi Firdausi kama unautumia pisi moja, unaichoma kumuita mtu aliyokimbia, awe ni mume amekimbia, awe ni mke amekimbia, atarudi ndani ya siku 7. Wakati unachoma huo udi, unauchoma huo udi, ukishauchoma, nipe udi wangu mmoja hapo, nipe udi mmoja niweze kuwaonesha. Nipe udi huo niweze kuwaonesha. Kama unauchukua udi pisi moja tu, unaichoma, kwenye kuichoma unatumia kuwaita udi, unauchoma katika biashara zako. Jamani, na waiteni wateja wangu, na waita mtu akijaumu hata kama hajaja kwenye kununua, anunue hizi udi. Naitwa Firdausi Udi. Udi kama unasema unautia katika maji, unakunywa, una sihiri inatoka. Una maruhani, kuna watu wana maruhani wazuri, lakini wale maruhani wao wamefungwa. Unahitaji kufungua maruhani, unahitaji kufungua zile njozi zako nzuri ambazo ulikuwa ukiziota. Zamani kuna mtu alikuwa naota kitu fulani kinatokea, lakini sasa hivi tayari wale maruhani wako wamefungwa. Njoo nikupe udi Firdausi. Udi Firdausi unapatikana sasa. Anza kupiga simu kuanzia sasa upate udi Firdausi, udi ambao ni namba 1 kwa maajabu duniani mzima. Hujawahi kupatikana udi, ndio kwanza na utoa. Tofauti ya udi, watu waliokuwa nje wanaopata udi huu. Ndio tofauti ya udi ambao wako wewe wa Firdausi Udi na udi ambao mwingine ni ipi? Udi maajabu yake ni kama hivi nilivyokuambia. Ukiuchoma katika nyumba yako, kama kuna vitu vibaya vyote vinaondoka. Kama kuna energy za kichawi, kuna nguvu za kichawi zinaondoka katika mji wako. Udi ukiuchoma katika mji wako, mwanga asogelei. Mama mmoja amekwenda kuchoma udi huu katika nyumba yake, basi anakuambia, Sharifu, nimefagia debe zima la mapanya. Nikamwambia, mama kweli? Ambia ndio, Manzese pale. Niambia, Sharifu, nyumba hii ilikuwa inapanya. Ukiweka dawa panya siku hiyo waoni. Ukitoa dawa tutasije kuila wakafa, basi panya hao. Hii hapa. Biashara yako inakuwa ngumu, unauza kiwanja. Watu wa madini, kachomeni udi katika migodi yenu. Mama ntilie, kachome udi katika biashara zako. Katika gari yako, bodaboda wewe, chukua udi, choma, zungushie bodaboda yako. Udi umefungwa, uchome, jizungushie hivi mara 7 na jifungua. Toka uende kwa mtu mwambie lolote atakubali. Udi ukiuchukua tu hivi ukaufanya hivi nilivyokuelekeza. Baada ya kufanya hivi udi ukampa mtu mkono, achomwambia na kusikiliza hapo hapo. Udi wa maajabu. Mwenzangu, unakataliwa. Hudumu katika mahusiano, mchomee huu mtu udi. Mchomee huu mtu udi. Kabla ya kwenda kukutana na huyo mpenzi wako, sijui mwenza wako, ukamate udi ufanye hivi. Baada hapo unanuiza unachokitaka, alafu unaupaka mwili mzima. Nenda ukakutane naye. Hata ukimwambia nipe milioni 10 atakupa. Achomoi. Fanya haraka sana upate udi. Piga simu upate udi Firdausi kuanzia sasa.
Yani upo, yani kuanzia sasa ukipiga unapata udi. Uko Kongo, uko wapi, maduka ya dawa za asili, watu njoo mweke oda hapa mpate huo udi. Kwa hiyo mtu ambaye akitaka huo udi anatumia utaratibu gani? Nambari za simu hizo hapo 06 89 36 3601 48. Nambari hii hapo umeandikiwa. Udi Firdaus. Pambana upate udi Firdaus. Box limeandikwa udi Firdaus. Na mimi hapa katika box hiyo kuna picha yangu. Angalia usitapeliwe. Kuanzia sasa udi wa maajabu unapatikana huu hapa. Naam.